Sasa hatua inayofuata ninataka nikuonyeshe kwamba compressor kazi yake nini. Compressor, Kiswahili kizuri cha compressor tunasema labda ni kikandamizaji, kinakandamiza. Na compressor inakandamiza sauti ile ambayo iko juu. Kwa mfano kuna wale wahubiri ambao kuhubiri wanasema haleluya, singine anapandisha sauti kwa nguvu. Sasa ili sauti yako isije kalete madhara kwa kuclip au kwa kumeguka na kusababisha madhara kwenye amplifier na speaker, kwa sababu kuna mwingine tayari labda amepata uvuvio fulani au anaongea au ni mwanasiasa anaongea kwa nguvu sana mpaka watu wanapata shida kwenye zile speaker, basi ndio kazi ya compressor. Nikigundua kwamba mtu anaongea na badilika sana, basi sema haleluya haleluya. Kwa mfano naweza kaeka compressor kidogo, haleluya haleluya haleluya. Maana sauti yangu ni kubwa lakini bado ninavozidi kuongeza naongeza uwiano wa kukandamiza. Haleluya 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 haleluya. Angalia hata sauti yangu kwa haina shida bado. Haleluya 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 haleluya. Okay. Sasa kazi ya compressor inafanya hivi. Inaposeti namna kuna ratio zinaongezeka. Inasema labda mfano ukiona compressor imeandikwa labda wale wanatumia mixer za digital, ikiwa compressor ya uwiano wa 4:1, maana yake inamaanisha kwamba katika kila dB 4 zinazoongezeka kuzidi kile kiwango ambacho kimewekwa na kita threshold, basi dB 1 tu ndio inaruhusiwa kutoka nje kutumika kwenye mifumo mingine. Hizo dB zilizobakia 3 zote zinakandamizwa. Kwa hiyo ratio ikiwa kubwa, ninapoongeza manake ile hali ya ukandamizaji wangu inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hata kama nikibadilika, nikaongea kwa nguvu, nikafanya nini, ina maana mimi nazidi kufanya nini, kuikandamiza hii signal zaidi. Kwa hiyo ina maana na kuwa compressor inabonyeza zile sauti ambazo ni kubwa, inabakiza zile sauti ambazo ni tulivu. Sasa hii knob moja inafanya vote kwa wakati mmoja, lakini mix ambazo ni modem utakuta kwamba compressor ziko zina unasema unachagua threshold, unachagua ratio, unachagua tactile. Kujifunza zaidi kanuni za msingi, unaweza kupata kitabu hiki cha kutawala vifaa vyako vya muziki kwa gharama ya pesa za Kitanzania shilingi 20,000 tu.